أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aadhimishe ujira wenu na ujira wetu kwa ajili ya msiba ambao kwamba unakumbukwa kwa historia ya Bibi Fatima Zahra alaiha afdalu salati wassalam. Na katika kikao hiki tutaweza kuangazia yale ambayo kwamba yalotokea kwa bibi wetu Bibi Fatima Zahra katika mida zake za mwisho za kuaga dunia inshallah taala, tukiomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufik ya kufika mwisho wa kikao hiki na pia atuwezeshe kupata shafaa yake Bibi Fatima Zahra alaiha afdalu salati wassalam. Kabla sijaanza, tungependa kusoma hadithi ndogo kutoka kwa Imam Ali alayhi salam, ambaye kwamba anasema inna Allaha ta'ala, yani hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ja'ala dunya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia dunia lima ba'daha, yani amejalia hii dunia ya yale ambayo kwamba yanakuja baada yake, yani baada ya dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajajalia hii dunia kwa ajili ya dunia hii, yani hata hajatujalia sisi tuwe wenye kuishi kwa ajili ya dunia, bali ametujalia sisi ili tuweze kuishi maisha ya kesho ambayo kwamba ni maisha ya akhira. Kwa hivyo dunia ni daraja, sisi tunavuka na sote tutavuka twende katika dunia nyingine. Wabtala fiha ahlaha, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kuwatahini watu wake ambao kwamba wanaishi duniani, yani kila mmoja wetu atakuwa ni mwenye kupata mtihani wake kwa wakati wake na kwa muda wake. Si kila mmoja atapata mtihani au sio sisi sote tutapata mtihani kwa wakati mmoja, la, bali tutakuwa ni wenye kupata mtihani kila mtu na saa yake na siku yake na wakati wake. Kwa hivyo ndo maana anasema wabtala fiha ahlaha, na akawa ni mwenye kuwapatia mtihani wale ambao kwamba wanaishi duniani, lakini liya'alama, ili ajue yule ambaye kwamba anayetenda mema zaidi. Anaendelea imama akisema walasna lidunya khuliqna, na hatujaumbwa sisi kwa ajili ya dunia, yani sisi hatujaumbwa kwa ajili tu ya tubaki katika dunia hii na tuishi katika dunia hii, bali tumeumbwa kwa ajili ya dunia nyingine. Wala bisai laha amraha, wala hatujakuwa wenye kuumbwa tu tuwe wenye kukimbilia masuala ya kidunia ya humo. Naam, mtu anaweza tafuta riski, mtu anaweza tafuta mambo yake mawili, lakini achunge zile mipaka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anaendelea anasema wa inna ma wudhi'na fiha, na hakika vile ilivyo tumewekwa katika dunia lima baadaha, kwa yale ambayo kwamba yanayokuja baada yake. Tutakuwa ni wenye kusoma hadithi ndogo, na ndo tumeanza kikao chetu ambacho kwamba ni cha kumkumbuka Bibi Fatima Zahra alaiha salam. Katika riwaya imepokewa kuwa Salman alimjia
Imam Ali, na baada ya kumjia Imam Ali akamwambia kwamba je, nikuulize jambo? Yani akamwambia Imam Ali kwamba je, nikiulize kitu? Qala naam, akasema ndiyo. Qala ayu mawaqifin ashaddu ala almu'min, yani ni mawqif, ni wakati gani mgumu sana kwa muumini, yani ni wakati gani ambao kwamba muumini anaumia zaidi. Imam Ali alayhi salam akawa ni mwenye kugonga au kutingisha kichwa chake akiangalia ardhini, au akawa ni mwenye kugonga mguu wake ardhini. Wa arsala dumuahu, na akawa ni mwenye kulia mpaka yale machozi yakawa ni yenye kufika kwenye shavu lake au hadi kwenye shingo yake, huku machozi ikiwa ni yenye kutoka kwa wingi. Waqal, na akasema ashaddu mawaqif, yani mawqif, wakati mgumu zaidi, ala almu'min, kwa muumini, ni wakati gani? An tudhraba alilatuhu, awe ni mwenye kupigwa yule ambaye kwamba anaye yule mgonjwa wake. Yani hapa Imam Ali anataka kuamanisha kwamba kuna mtu ambaye kwamba ni mgonjwa na kuna mtu ambaye kwamba anayemchunga. Sasa yule mgonjwa ndo anasema ashaddu mawaqif ala almu'min, wakati mgumu sana kwa muumini, an tudhraba, ni apigwe, alilatuhu, yule mgonjwa, amama aineihi, yule mwanamke ambaye kwamba ni mgonjwa mbele ya mume wake, wa huwa, na huyo mume, la yastati'u an yaf'ala shay'an, huyo mume hawezi fanya chochote. Imam Ali wakati ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipofariki, Bibi Fatima Zahra alimpoteza Muhsin, na baada ya kumpoteza Muhsin na baada ya kupata madhara kwenye tumbo, alimwaga damu nyingi sana, na ikawa maisha yake ni machungu, yani ikawa maisha yake ni kuugua kila siku, ni kuugua kwa ajili ya machungu ya yale aliyopata baada ya kumpoteza Muhsin. Kwa hivyo ikawa kila siku ni machungu, na ikawa kila siku maradhi inazidi na kuzidi. Huyu Bibi Fatima Zahra alayha salam. Sasa Imam Ali siku zote alikuwa anamwangalia Bibi Fatima Zahra katika afya yake na katika ugonjwa wake. Imam Ali alikuwa anamshughulikia Bibi Fatima Zahra, hakuwa na muda wa kufurahika naye. Na maanisha nini? Yani hakuwa na ule muda wa kukaa mbali na Bibi Fatima Zahra, bali kila wakati alikuwa yuko karibu na kumlinda na kumchunga Bibi Fatima Zahra alaiha afdalu salati wassalam. Kwa hivyo kwa ajili ya ugonjwa wake Imam Ali alikuwa hawezi fanya chochote, kwa ajili ni makovu ambayo kwamba alikuwa anaishi nayo, ambayo haikukuwa na urahisi wa yale makovu kuondoka. Yani namaanisha yale vidonda kuondoka au kidonda kuondoka haikukuwa ni rahisi. Mkumbuke kwamba, mandugu zangu, Bibi Fatima Zahra alikuwa yuko na maswala kadhaa, yani alikuwa yuko na machungu kadhaa. Machungu ya kwanza, yani uchungu wa kwanza
na mawazo ya kwanza kabisa ni kumpoteza baba yake ambaye kwamba ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kila siku alikuwa anamlilia mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kila siku alipoweza alikuwa anaweza kwenda kumzuru baba yake, mpaka akajengewa nyumba ambayo kwamba atakuwa ni mwenye kwenda kule na kulia, ambayo kwamba inaitwa Baitul Ahzan. Alikuwa anaenda kule na kumlilia baba yake ili watu wa Madina wasiudhike, maana watu wa Madina wengine walikuwa wanasema kwamba huyo anatuudhi, wacha aende mbali, awe ni mwenye kulilia kule. Kwa hivyo hiyo ni mawazo ya kwanza. Alafu ya pili, alikuwa yuko pia na machungu ya afya yake. Afya yake kila siku ilikuwa inazorota. Afya yake kwa ajili ya zama ilivyokuwa inabadilika, hali yake ilikuwa kila siku inazorota na anakuwa dhaifu. Wapokezi wengine wanasema kwamba Bibi Fatima Zahra mwisho maisha yake alikuwa ni mwenye kuwa dhaifu zaidi, yaani kukonda mwili wake mpaka kiasi ambacho kwamba anakosa hata ile nguvu ya kutumikia na kuhudumia watoto wake inavyostahiki. Kwa hivyo ndio maana anasema Imam Ali, ashaddu mawaqif ala almu'min, wakati mgumu sana na zaidi kwa muumini, an tudhraba alilatu, awe ni mwenye kupigwa mgonjwa wake, amama ainaihi, mbele ya macho yake, wa huwa la yastati'u an yaf'ala shay'an, huku hawezi fanya kitu. Na ndio maana kuna wakati mmoja Imam Ali alayhi salam alipokuwa ametoka na akarudi, wapokezi wanasema alipokuwa amerudi Imam Ali nyumbani kwake, Bibi Fatima Zahra kuna wakati mmoja alikuwa hamwangalii Imam Ali, yani hamwangalii moja kwa moja kwa uso. Sasa Imam Ali akawa na tatizo, kwa nini leo Bibi Fatima Zahra hawi ni mwenye kunitizama mimi, bali anatizama pembezoni, na wakati wote kuanzia wawane kila siku, wakati Bibi Fatima Zahra alipokuwa katika afya yake ya kawaida, alikuwa anamtizama Imam Ali na kumgeukia huku akiongea. Lakini leo imefika kiasi ambacho kwamba Bibi Fatima Zahra hawezi mwangalia moja kwa moja kwa uso Imam Ali. Sasa lakini hiyo ikamtatiza Imam Ali, ikawa anashindwa ni nini anachofanya. Lakini sasa katika riwaya imepokewa kuwa wakati aliporudi kwake alimpata katika hali ile, Imam Ali alimwambia, adir wajhaka ilayya, yani zungusha uso wako kuniangalia mimi, kunitizama mimi. Jaribu hebu kuzungusha uso wako kidogo kunitizama. Maana nikana kwamba alikuwa hawi ni mwenye kumwangalia Imam Ali. Anasema mpokezi kwamba Bibi Fatima Zahra alizungushwa kichwa chake, yani aligeuza kichwa chake na kumwangalia Imam Ali. Yaqul, anasema kwamba niliona macho yake yamebadilika, yamekuwa mekundu, alafu katika jicho moja ni kama kuna damu ambayo kwamba imekuwa nenye kukauka, yani kama kuna mtu alimpiga kwenye jicho lake. Qala laha, akamwambia, ma hadha, yani nini hii ambayo kwamba ninaona? Qalat, akasema Bi Fatima Zahra, rajaa fulan, yani alirudi mtu fulani, wala tamani,
na akanipiga, wala tamani, na akanipiga, ala aini, akanipiga kwenye, yani alinipiga kofi kwenye jicho langu, wa wakazani, na akanisukuma, bikaabi rumh, yani kwa ile kisigino cha mkuki, yani ikawa ni kama ananisukuma na mkuki wake, wa dharabani bisaut, na huku akanipiga kwa kutumia fimbo. Hiyo ndo hali ya Bi Fatima Zahra iliyokuwa. Sasa ndo maana kila siku hali yake ikawa ni dhaifu na dhaifu, yani kila siku hali yake ikawa ni nyonge na nyonge zaidi. Lakini wakati mmoja ilipofika siku ya Bibi Fatima Zahra kufariki, katika riwaya nyingine inasema kwamba alituma watoto wake waende wakasalimie babu yao kama kawaida. Maana siku hiyo Bibi Fatima Zahra alijua kwamba atakuwa ni mwenye kufariki. Alijua wazi kwamba atakuwa ni mwenye kufariki, maana kuna ndoto ambazo kwamba alizokuwa anaona ya baba yake akimwambia kwamba hivi karibuni utakuwa ni mwenye kukutana na mimi. Kwa hivyo akawatuma watoto wake waende wakasalimie babu yao. Lakini sasa katika hii riwaya inasema kwamba aliwatayarisha kama kawaida. Lakini kuwatayarisha kivipi? Nataka hapa tuweke wazi kidogo kwamba siku hiyo ni riwaya ya kwanza ambayo kwamba inasema hivyo, alafu tutataja nyingine. Wanasema kwamba katika hiyo riwaya ya kwanza, siku hiyo aliamka Bi Fatima Zahra kama kawaida, lakini huku akijisukuma, yani ile alikuwa anajisukuma, alikuwa anatumia ukuta kutembea, alikuwa hana nguvu ya kutembea. Akaenda akachota maji, akaosha nguo ya watoto wake na akawaogesha vizuri na akapaka mafuta, akawatengeza nywele, akamwambia nendeni msalimie babu yenu. Hiyo ndo riwaya ya kwanza. Sasa katika dakika zake za mwisho za Bibi Fatima Zahra, Bibi Fatima Zahra alisogea kwenye kitanda kilichokuwa kimetandikwa katikati ya nyumba. Yani kuna kitanda ambacho kwamba kilikuwa kimewekwa katikati ya nyumba na alikuwa ametayarishiwa katikati ya nyumba na kujilaza akielekea kibla Bi Fatima Zahra, ambaye kwamba ilisadifu siku hiyo tarehe 3 ya mwezi wa Jumada Thani. Inapokewa kuwa aliyefanya kila kitu hapa ni Asma. Ni Asma ndiye ambaye kwamba aliyeshuhudia kila kitu ambacho kwamba kilichokuwa kinaendelea kwa nyumba ya Bibi Fatima Zahra. Naam, taban pia Bibi Fedha alikuwa upande mwingine anatoa khidma na anatoa huduma kwa Bibi Fatima Zahra, lakini wakati ule ambaye kwamba alikuwa yuko na Bibi Fatima Zahra ni Asma. Kwa hivyo Bibi Fatima Zahra alisogea kwenye kitanda chake kilichokuwa kimetandikwa katikati ya nyumba na kujielekeza na kujilaza kielekea qibla. Imam Ali alayhi salam na Imam Hassan wao walikuwa wako nje, na taban Imam Ali yeye hakukuwa, alikuwa yuko msikitini, lakini watoto wake walikuwa wameenda kumsalimia babu yao na kumzuru babu yao. Katika riwaya ambayo kwamba inatoka kwa Asma, alipokuwa karibu kufariki Bibi Fatima Zahra, anasema kwamba aliniambia, yani hii riwaya Asma anasema kwamba Bibi Fatima Zahra
aliniambia mimi, ewe Asma, yani kuniambia mimi, ewe Asma, akaniita kwa jina, niletee kafuri ya baba yangu, yani uniletee kafuri ambaye kwamba baba yangu alikuwa ni mwenye kuiwacha. Hiyo kafuri ilikuwa inatoka peponi moja kwa moja. Kisha ambaye kwamba iliyobaki na uniwekee karibu ya kichwa changu. Hiyo kafuri niwekee karibu ya kichwa changu. Hapo hapo Asma akamwekea, alimletea kafur na kumwekea. Kisha Asma akamwambia Asma, yani Bi Fatma Zahra afwan, akamwambia Asma alipotaka kutawadha kwa ajili ya swala, maana swala tayari wakati wa swala ulikuwa ushafika na alikuwa anataka kutawadha. Kisha akamwambia Asma, niletee nguo zangu ninazoswali nazo, yani nguo zangu ambazo kwamba daima nilikuwa na swali nazo, niletee hizo nguo. Mandugu zangu na madada zangu, kabla tuendelee, ni kwamba kabla ya wao kutengana na Imam Ali au kuachana na Imam Ali, kabla Imam Ali aende nje, tayari hapo kulikuwa Imam Ali alayhi salam alikuwa amemuomba Bi Fatma Zahra awe ni mwenye kumuhusia, na Imam Ali akahusiwa na Bi Fatma Zahra tu awachunge Imam Hassan na amchunge Imam Hussein alayhi salam. Na katika wakati mwingi sana Imam Ali alayhi salam alikuwa anasema kwamba kumkumbuka Bi Fatma Zahra, yani akisema kwamba mimi sijawahi udhiwa na Bi Fatma Zahra katika maisha yangu yote, mimi sijawahi udhiwa. Na ni vizuri pia wale mabanati ambao kwamba, wasichana ambao kwamba, na pia vijana ambao kwamba wanataka kuishi na kufata sera ya nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waanze kuiga malezi bora ya nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo Bi Fatma Zahra akatawadha na akavaa nguo zake, kisha akasema, yani kisha akamwambia Asma kwamba ningojee kidogo kisha nite. Yani akamwambia kwamba ewe Asma, vile ulivyoniletea nguo ya kuswalia na vile umeniletea kafuri ya kaniwekea juu ya kichwa, toka kidogo kisha niite. Akasema, ikiwa mimi nitakuwa ni mwenye kukujibu, yani ikiwa nikikujibu basi ujue niko hai, yani ikiwa nitakujibu, nitakuambia naam, basi ujue mimi wakati huu mimi niko hai. La sivyo, yani kinyume chake, ujue kwamba nimeenda kwa baba yangu, yani ujue kwamba mimi nimefariki. Hiyo ndio ilikuwa kauli ya Bi Fatma Zahra ya mwisho pamoja na Asma. Lakini wakati ambapo kwamba Asma alipotoka, saa ya kukata roho ya Bi Fatma ilipofika na pazia kufunuliwa, Bibi Fatma akatazama mtizamo bila kupepesua macho yake, yani akatizama juu bila kuangalia kando na kando, kisha akasema kwamba amani iwe juu ya Jibril. Yani amani ni maneno marefu ambayo kwamba aliyatoa Bi Fatma Zahra, lakini sisi tutaweza kukata maneno yale. Akasema amani iwe juu ya Jibril, amani iwe juu ya Rasulillah. Haya ndio alikuwa maneno yake ya mwisho duniani, na hayo ndiyo ambayo kwamba aliyasema na yakapokelewa na maimamu wetu alayhim afdalu salati wassalam. Kwa hivyo mpaka hapo Bi Fatma Zahra alikuwa tayari
ashakata roho yake, binti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye kwamba Mtume anasema kwamba huyo Fatima ni ummu abiha, yani Fatima ni mama ya baba yake. Fatima ni bid'at minni, yani bid'atu minni, ni kipande changu. Man adhaha faqad adhani, ambaye kwamba atakayemuudhi basi atakuwa ameniudhi mimi. Huyo ndio Fatima Zahra alaiha afdalu salatu wassalam. Lakini aliambiwa, nenda nje Asma, ikiwa utasikia kwamba, ikiwa utaniita na nikuitikie, ujue mimi niko hai. Lakini ikiwa utaenda nje uniite na nisikuitikie, ujue mimi nimefariki. Asma alimuita, ewe bibi yangu, ewe bibi yangu, yani ya sayyidati, ya sayyidati. Lakini hakumjibu, hakusikia ile sauti ya kipenzi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam inatoka mle ndani. Hakusikia ile sauti ambayo kwamba dakika 2-3 zilizopita inatoka mle ndani. Asma hakujibiwa, akaifunua ile nguo usoni mwake, maana aliingia akapata Bi Fatima Zahra amejifunika hadi uso wake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akawa ni mwenye kupata amejifunika hadi uso wake, akaifunua ile nguo usoni, akaifunua ile nguo yani usoni mwake, akawa ni mwenye kuifunua. Lakini Bi Fatima Zahra wakati huo tayari alikuwa shakata roho na alikuwa amefariki. Anasema mpokezi kwamba Bibi Asma akatambua kwamba alikuwa ashafariki, yani akatambua kwamba Bibi Fatima Zahra tayari amefariki na tayari ametangulia na tayari ameenda na tayari tena hayumo duniani, hatuko naye tena. Alijiangusha, maana ilikuwa ni huzuni kipenzi chake kwa kupotea, na yeye ndiye ambaye kwamba Bi Fatima Zahra, yeye ndiye alikuwa damu ya mtume wa mwisho aliyebaki katika ardhi wakati huo. Akajiangusha kwenye mwili wake huku akilia, maana alikuwa anampenda, na kumbusu, maana alikuwa anampenda, huku akisema, yani huku Asma akisema kwamba ewe Fatima, yani ewe binti ya Muhammad, ukifika kwa baba yako, yani wakati ambao kwamba utakuwa ni mwenye kufika kwa baba yako, ambaye kwamba huyu baba yako ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume Mwenyezi Mungu, basi mfikishie salamu kutoka kwa Asma bint Umais. Utakapotangulia, utakapokoshwa, utakapovishwa sanda, utakapozikwa, salamu tufikishie kwa baba yako ambaye kwamba ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haikutosha, hapa nitataja riwaya 2, riwaya ya kwanza na riwaya ya pili. Baada ya muda, Asma analia, hajui afanye nini, ana huzuni tele imemjaa. Akaingia Hassan na akaingia Imam Hassan na akaingia Imam Hussein nyumbani. Walipoingia wakamkuta Bibi Asma. Katika riwaya ya kwanza inasema kwamba ni siku ya kwanza aliwaekea chakula, akawaandalia chakula, akafanya kuwapa. Lakini wakasema kwamba siku zote mama yetu ndiye ambaye kama anatuwekea. Mama yetu uko wapi? Wao kwenda kwa chumba cha mama yao, wakapata mama yao amejinyosha. Mama Hassan akaenda kwa mama yake, akamfungua uso, pia Mama Hussein hivyo hivyo.
wakamuita mama, 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 lakini mama kwa leo hayuko, mama amenyamaza. Wakamuuliza Asma, ewe Asma, kwa nini leo mama amelala mapema au amenyamaza? Akasema, mama si kwamba amelala, mama yenu tayari ameshafariki, binti ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo ni riwaya ya kwanza. Ama riwaya ya pili, mara Hassan na Hussein wakaingia. Walipoingia wakamkuta mama yao amelala kitandani. Alikuwa tayari amejinyosha, amejifunika. Wakasema, ewe Asma, nini kimemlaza? Kwa nini mama yetu amelala? Akasema, enyi wana wa mtume, yani enyi wajukuu wa mtume wa Mwenyezi Mungu, mama yenu hajalala. Yani hali ambayo kwamba mama yenu alikuwa hajalala, bali mama yenu ameaga dunia, yani tayari amefariki. Hassan alijiangusha kwa mama yake, alienda na kujiangusha kwa mama yake akilia. Alijiangusha kwenye mwili wa mama yake na kumbusu. Naye Imam Hussein alayhi salam akawa na busu mguu wake na kusema, wote walikuwa na busu mama yao. Imam Hussein akasema kwamba ni mimi mwanao Hussein, yani ni mimi mtoto wako ambaye kwamba unanijua, tumekuwa na wewe muda si mrefu, umetuambia twende tukasalimie babu yetu, basi ni mimi mwanao Hussein, nizungumzie mama yangu kabla moyo wangu kuvunjika nikafa. Nisemeze mama yangu, nielezee mama yangu, tatizo nini? Asma akawaambia. Hapo Asma akachukua jukumu na kuambia kwamba enyi wajukuu wa mtume, enyi wana wa mtume wa Mwenyezi Mungu, nendeni kwa baba yenu. Vile hali mlivyoona hapa, nendeni mkaite baba yenu yuko msikitini, mkampe habari ya kifo cha mama yenu. Yani mmuelezee mama yenu kwamba Bi Fatima Zahra amekuwa ni mwenye kufariki, yani amefariki tayari. Kabla tuendelee, tungependa kueleza kitu kidogo ambacho kwamba ni muhimu katika wakati huu tuelezee. Bi Fatima Zahra katika muda huo wote alikuwa anaishi ni Imam Ali, lakini hamwelezei kwamba hali yake ya ndani, hali ya ndani ambayo kwamba alikuwa anayapitia. Kila siku alikuwa anashikana na subra, kila siku alikuwa anavuta subra. Nakumbuka katika mashairi marefu ambayo kwamba Bi Fatima Zahra alikuwa anayatoa katika mwisho maisha yake, akimlilia mtume akimwambia kwamba qad kana ba'daka anba'un wa hambatha law kunta shahiduha lam takthur al-khatab inna faqadnaka faqda al-ardi wabiluha wakhtalla qaumuka fashhadhum wa la taghib, mpaka mwisho wa mashairi. Haya mashairi ambayo kwamba alikuwa analia kila siku, analia. Sasa watoto Imam Hassan na Imam Hussein wakajiandaa, wakaenda zao hadi kwa baba yao msikitini. Wakatoka, walipokuwa karibu na msikiti wakapaza sauti zao. Imam Hassan akapaza sauti yake, baba, baba. Imam Hussein pia akapaza sauti yake, sauti zao ambazo kwamba ni sauti za kilio. Imam Ali aliposikia habari hizi kaanguka kifudifudi. Yani aliposikia habari hizi za kufariki Bibi Fatima Zahra, alikuwa yuko katika hali gani? Ndugu zangu, alikuwa yuko katika hali gani Imam Ali wakati ambao kwamba aliposikia binti ya mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefariki? Alikuwa yuko katika hali gani? Akikumbuka zile
akikumbuka wakati wa baba yake alipokuwa baba yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akikumbuka baada ya kufariki baba yake, katika afya yake, katika hali ilivyokuwa anashirikiana yeye na Bi Fatima Zahra, atakuwa yuko katika hali gani akiwa akisikia kwamba mama ya watoto wake amefariki, ambaye kwamba ndo mlango wa masharifu, ndo mlango wa masayid, ndo mlango wa watu watukufu. Kwa hivyo aliposikia habari hizi akaanguka kifudifudi, huku akisema msikitini, ni nani wa kunifariji ewe binti ya Muhammad? Nani ambaye kwamba ataniletea faraja ewe binti ya Muhammad? Ni nani ambaye kwamba ataniletea faraja? Nilikuwa nikijifariji na wewe, yani nilikuwa kila wakati najifariji na wewe, nikipata matatizo huku nje na kuja kwako najifariji na wewe. Anauliza swali, basi ni nani faraja baada yako? Ni nani ambaye kwamba atakayenipatia faraja vile nilikuwa napata faraja kutoka kwako ewe Fatima Zahra? Kisha Hassan na Hussein, Imam Hassan na Imam Hussein wakamjulisha baba yao akiwa msikitini. Haikutosha tu, riwaya inasema akazimia, alizimia kabisa kwa uzito wa msiba. Alizimia muda mchache amewachana na Bi Fatima Zahra, akimuhusia aangalia watoto wake vizuri, akimuhusia kwamba kama kuna chochote wamekosana, lakini hakuna chochote ambacho kama wamekosana. Akamuhusia mambo mengi, lakini kwa muda mfupi Imam akasikia kwamba Bi Fatima Zahra amefariki. Akazimia kwa uzito wa msiba, kisha akanyunyiziwa maji. Watu walienda wakamnyunyizia maji, akamka, na huku Imam Ali akisema, ni nani wa kunifariji ewe binti ya Muhammad? Nilikuwa nikijifariji nawe, basi ni nani faraja baada yako? Nini alichofanya baada ya Imam Ali? Sikizeni mandugu zangu. Akawabeba Hassan na Hussein, akawachukua watoto wake ambao kwamba walikuwa wamebaki nao, Imam Hassan na Imam Hussein, na mkumbuke pia kuna Bibi Zainab alayha afdalu salatu wassalam. Hao ndio watoto ambao kwamba Imam alikuwa ni mwenye kubaki nao. Akawabeba hao watoto wawili, wakikumbuka uhai wao wakati wa babu yao, wakikumbuka hali walivyokuwa wanaishi wao na babu yao, na babu yao akicheza na wao, wakicheza na mama yao, hadi kuwafikisha nyumbani. Sasa kwenda sehemu ambayo kama Bi Fatima Zahra alipokuwa, wakamkuta Asma pembezoni mwa kichwa huku analia. Nani ambaye kwamba alipitia magumu kama hawa watu wa nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wakati ule? Wakamkuta Asma pembeni mwa kichwa chake huku analia, akisema, mayatima wa Muhammad, yani mayatima Hassan na Hussein, Imam Hassan na Imam Hussein, Bi Fatima Zahra na wengine, tulikuwa tunajifariji na Fatima baada ya kifo chake, baada ya kifo cha baba yenu, akiwaambia ni nani tutajifariji naye baada ya Fatima? Nani ambaye kwamba tutakuwa tunamrudia na tunajifariji naye? Imam Ali haikutosha tu hivyo, Imam Ali akafunua uso wa Bi Fatima Zahra. Ni wakati mgumu na ni lahdha nzito sana tena zaidi, mandugu zangu. Imam Ali akafunua uso wake, akakuta kitambaa ambacho kwamba chenye maandishi, kichwani mwake, na kilikuwa kimeandikwa hivi: kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Yani hii ndio ilikuwa wasia wa mwisho Bi Fatima Zahra kwa Imam Ali. Akasema kwamba kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Hivi ndivyo alivyohusia Fatima binti Rasulillah
Imam Ali. Akasema kwamba akhera ni ya haki. Hii ni wasia Bibi Fatima Zahra. Akasema kwamba akhera ni ya haki na hakika saa inakuja. Yani akhera, ndugu zangu, tutaishi kadiri tutakavyoweza, lakini tujue kwamba mauti ni ya haki. Hakuna mtu ambaye kwamba atabaki hai hadi siku ya Kiyama. Tujue kwamba mauti ni ya haki na kwenda akhira pia ni lazima tutakwenda. Ndio maana akasema Bibi Fatima Zahra, hakika akhira ni haki na hakika saa inakuja. Yani wakati unakuja, hapana shaka juu yake. Hakuna shaka juu yake kwamba ya hiyo saa, na kwamba Mwenyezi Mungu atawafufua walio makaburini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila yule ambaye kwamba aliyezikwa kaburini, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumfufua. Ewe Ali, mimi ni Fatima. Hiyo ni wasia. Ewe Ali, mimi ni Fatima binti ya Muhammad, yani binti ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akasema kwamba Mwenyezi Mungu ameniwezesha kwako, yani Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye kwamba alipitisha ndoa hii, alipitisha nikah hii, akaniwezesha kwako ili niwe wako katika dunia na akhira, ili nibaki na wewe duniani na nibaki na wewe akhira. Akasema kwamba wewe unastahiki zaidi, yani wewe Imam Ali unastahiki zaidi kuliko mtu yote mwingine, yani unastahiki kunikosha mimi kuliko mtu yeyote yule. Kabla jiendelea, mandugu zangu, Imam Ali katika riwaya inapokewa kuwa alipokuwa anamuosha Bi Fatima Zahra, alipokuwa anamkosha Bi Fatima Zahra, katika mapokezi nasema kwamba alipokuwa anamkosha Bi Fatima, alifika pahali akawacha kukosha, akaenda akaketi kwanza pembezoni mwa nyumba, huku akilia sana, na akilia yani ile kulia ya mpaka ile hisia inampanda. Akaja ima Abu Dharr ama Salman al-Farisi, akamuuliza, ewe Ali, kwa nini unalia? Ewe Amirul Mu'minin, kwa nini unalia? Akasema kwamba hakika mimi ninalia, hakika mimi silii kwa ajili tu ya kulia, lakini mimi wakati ambao kwamba nilikuwa namkosha Bi Fatima Zahra, nimefika pahali nimegusa mmoja mbavu zake, nikapata kwamba ilikuwa imevunjika. Mmoja mbavu zake zilikuwa zimevunjika au ilikuwa imevunjika. Nikaona kwamba maisha ya Bibi Fatima Zahra, maisha Bi Fatima Zahra alikuwa anapitia machungu haya ambayo kwamba alikuwa hawezi niambia na alikuwa anastahamili. Ndugu zangu, Bi Fatima Zahra alipitia machungu sana, tena sana, wakati wake wa mwisho. Ndio Mama Ali akawa analia akikumbuka hiyo mbavu ambayo kwamba alikuwa amevunjika. Alikuwa anahisi uchungu, anamhurumia binti ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo ndo akasema kwamba Bi Fatima, wewe unanistahiki zaidi, yani unanistahiki kunikosha mimi kuliko mwingine. Nini utafanya? Nipake kafuri. Utakaponyosha nipake kafuri, nioshe na univike sanda usiku, niswalie na unizike usiku.
na wala usimjulishe mtu yoyote, na wala msimjulishe mtu yoyote. Hakuna maneno magumu kama haya ambayo kwamba Bi Fatima Zahra aliyasema ya mwisho, ambaye kwamba alimwambia Imam Ali, ninakukabidhi kwa Mwenyezi Mungu, ninakukabidhi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wafikishie salamu wanangu, wapatie salamu watoto wangu Imam Hassan, na wafikishie salamu Imam Hussein hadi siku ya Kiyama. Hiyo ndio ilikuwa mwisho ya maneno yake Bi Fatima Zahra na usia wake. Hakuna wakati mgumu ambao kwamba Imam Ali alipitia kama wakati huo. Kabla tujamaliza, tungependa kusoma riwaya kutoka moja ya riwaya ambayo kwamba imepokewa kutoka kwa Ammar. Ammar anasema kwamba qala Ammar, anasema Ammar, madaitu ila dari sayyidi, yani hiyo ni baada ya Imam Ali kumpoteza Bibi Fatima Zahra, kumzika Bibi Fatima Zahra, kubaki yeye na Imam Hassan na Imam Hussein na Bibi Zainab. Sasa wakati mmoja anamtembelea Ammar, anamwambia madaitu ila dari sayyidi, nilienda kwa nyumba ya bwana wangu Imam Ali, fasta'dhantu dukhula alayhi, nikaomba niwe ni mwenye kuingia kwake, faadhina li, akawa ni mwenye kunipatia idhini, fadakhaltu alayhi, basi nikawa ni mwenye kuingia kwake, fawajadtu jalisan, nikampata Imam Ali ameketi anahuzunika. Hiyo bado ni wakati wa siku za huzuni. Fawajadtu jalisan, nikampata ameketi jalsat alhazini alkaib, mkikao cha mtu ambaye kwamba anayehuzunika. Walhasan an yamini, Imam Hassan alikuwa yuko upande wake wa kulia, walhusein an shimale, na Imam Hussein alikuwa yuko upande wake wa kushoto. Wa huwa, na huku Imam Ali taratan yaltafitu ila al-Hasan, wakati mwingine anamgeukia Hasan na wakati mwingine anamgeukia Imam Hussein. Wa huwa yabki, na huku Imam Ali akiwa analia. Falamma nadhartu ila hale, wakati ambao kwamba nilipoangalia na nilipotizama hali yake, wa hala walade, na hali ya watoto wake, lam amlik nafsi, sikujimiliki, sikujiweza, isipokuwa nilikuwa ni mwenye kushikwa na hisia, nilikuwa ni mwenye kushikwa na huzuni, nikaanza mwenyewe kulia. Wabakaitu, na nikaanza kulia bukaan shadida, anasema kwamba nikaanza kulia sana tena sana, nikaanza kulia pamoja nao. Falamma sakana, wakati ambao kwamba ilitulia huzuni wangu, qultu, nikasema, sayyidi, bwana wangu Imam Ali, atadhanu li bil kalam, je unaniadhinisha niwe ni mwenye kuongea? Qal, akasema Imam Ali, takallam ya Aba al-Yaqdhan, ongea. Qultu, basi nikamwambia Imam Ali, innakum ta'murunana au innakum ta'murun, hakika nyinyi ni watu ambao kwamba mnaamrisha bisabra ala almusiba, mnaamrisha kusubiri katika msiba, mnaamrisha watu wawe na subra katika msiba. Nakumbuka ile aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wabashiri bismillahir rahmanir rahim, wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fama hadha alhuzn altawil, bas ni huzuni gani hii ndefu ambayo kwamba imekukumba
na hakika kuna watu ambao kwamba hawatulii kwa ajili ya hali yako hii, na inawapatia matatizo hali yako ambayo kwamba uko nayo. Qal, akasema Imam Ali, faltafata ilayya, akanigeukia, waqal, na akasema, ya Ammar, ewe Ammar, inna al-azaa, hakika huzuni, am mithli man faqadtuhu al-aziz, hakika huzuni ya mtu ambaye kwamba nimempoteza ni kubwa sana, ya huyu Bibi Fatima Zahra alayha afdalu salati wassalam. Inni faqadtu Rasulallah, mimi kwanza nimeishi maisha yangu yote nikiwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maisha yangu yote nimeketi na Mtume, kuanzia nizaliwe mpaka Mtume amefariki, zaidi ya miaka ima 30 au zaidi, nimeketi na Mtume, niko pamoja naye. Inni faqadtu Rasulallah, hakika mimi nimempoteza Mtume, nimempoteza kabisa Mtume, bifaqdi Fatima, kwa ajili ya kumpoteza Bi Fatima. Anasema kwamba innaha, hakika ya Bibi Fatima, kanat, alikuwa ni kipozeo changu mimi. Bi Fatima Zahra alikuwa ndiye ambaye kwamba ananipoza mimi. Wa kanat idha nataqat, Bi Fatima alipokuwa akiongea, malaat sam'i bi sauti rasul, alikuwa anajaza masikio yangu sauti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na atakapotembea, anatembea matembezi au anapiga mwendo wake ulikuwa ni mwendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa inni ma ahsastu, na hakika mimi sikuhisi, taallum alfiraq, uchungu wa kuachana au uchungu wa kutengana, illa bifiraqiha, isipokuwa kwa kutengana na Bibi Fatima Zahra. Wa inna a'dham, na hakika mimi Ali, sisi tunajua Imam Ali katika sifa yake yani Asadullah, tunajua Imam Ali tukirudi katika vita vyote yeye ni shujaa, lakini anasema wa inna a'dhama, na hakika kubwa zaidi, maalaqaitu, ile ambaye kwamba nimekutana nayo, min musibatiha, ni msiba wake Bi Fatima Zahra. Inni lamma wada'tuha, yani hakuna kitu ambacho kwamba nimekutana nayo katika msiba wake Bi Fatima Zahra, ila anaendelea anasema, inni, hakika mimi, lamma wada'tuha ala almughtasali, wakati ambaye kwamba nimemweka katika sehemu ya kumwoshea, wajadtu dhil'an, nilipata moja ya mbavu yake, min adhilaiha, katika zile mbavu zake, maksuran, imekuwa ni kuvunjwa na kuvunjika kabisa, wajambiha, na upande wake mwingine, kadiswadda, imekuwa ni nyeusi, min darbi siyat, kwa ajili ya kupigwa na fimbo. Wakanat, anaendelea Imam Ali, wakanat tukhfi alayya, na alikuwa ananificha, makhafatan an yashtadda huzni, alikuwa ananificha kwa ajili isizidi huzuni yangu. Wama nadhartu aynaya ila al-Hasan wal-Husain illa wa khanaqatni al-ibra, na sikuangalia uso wa Imam Hasan wala sikuangalia uso wa Imam Hussein au macho ya Imam Hasan na macho ya Imam Hussein, isipokuwa nilikuwa ni mwenye kushikwa na majonzi. Wama nadhartu ila Zainab, na sikuwa ni mwenye kumwangalia Bibi Zainab. Wama nadhartu ila Zainab bakia, na sikumwangalia Bibi Zainab, huyu Zainab akilia, illa, isipokuwa nilikuwa ni mpole kwake, nilikuwa ni mnyonge kwake, kwa jina kumbuka masaibu ya Bibi Fatima Zahra
alaiha afdalu salati wassalam. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe shafaa ya Bibi Fatima Zahra. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufufue pamoja na Bibi Fatima Zahra. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuweze kutuweka karibu na hawa waja wema. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.